Yes, baada ya vugumai linaloendelea muda huu kuhusiana na namna ambavyo Nicole kawatapeli watu wengi, si ndivyo? Kumekuwa kuna maoni mengi ya baadhi ya watu ni kwa namna gani Nicole kafanya hicho kitendo. Sasa Nifa na yeye amekuja kuibuka kuhusiana na hili sakata ambalo Nicole limemkuta, na kama unakumbuka vizuri, ye mwenyewe mwaka jana kiokaa hili lilimkuta baada tu ya jengo la Kariakoo kuanguka. Alichangisha michango pasipo kufuata sheria yoyote ile, na hivyo ikapelekea yeye kuitwa polisi kwa ajili ya kujibia mashtaka na kile, na waziri mkuu aliannounce hicho kitu kwamba Nifa ambaye alihusika kukusanya huo mchango pasipo kufuata taratibu basi akamati mara moja. Cha msingi zaidi alichokifanya, akaenda mwenyewe Dodoma pale, akaenda karudisha kila kitu na majina alikuwa nayo. Sasa leo na yeye amekuja kuibuka kuhusiana na hiki ambacho Nicole amekifanya. Yeye alichokisema zaidi ni kwamba kwa hiki ambacho Nicole amekifanya ni kama vile anazidi kupoteza uaminifu kwa baadhi ya wateja, kwamba kila mteja ambaye inawezekana ukawa unafanya naye biashara akawa anahisi kwamba ni kama Nicole alichokifanya, na kusema kwamba hata the way ambavyo wateja wamekuwa wana response sasa hivi ni tofauti na mwanzo ambavyo walikuwa wanafanya. Sasa hizi akikupa yule au akikuamini kukupa pesa yake yoyote ile, basi yuko lazi ndani ya masaa kadhaa au ndani ya dakika kadhaa anakucheki muda wote ili kuona kwamba yes, ile pesa ambayo niliipeleka kwa yule mtu, je, ni ya kweli au sio ya kweli, au ni yeye na yeye ameendelea kuwa tapeli kama the way ambavyo wengine wanachokifanya. Maoni yake zaidi yeye ni kuhusiana na kile ambacho ni kwa namna gani ambavyo Nicole amekuja kupoteza uaminifu zaidi kwa baadhi ya wafanyabiashara, hata wale watu ambao wanataka kuwekeza kwenye biashara, kwa sababu tu anapokuja kuwekeza kwenye biashara yako anakuwa na notion nyingi sana kwenye kichwa kwamba kile ambacho naenda kukiweka pale ni kweli au ni kuna utapeli ambao unakuwa unaendelea. Kama unavyojua sasa kumekuwa kuna magenge mengi sana ya utapeli, ndio maana sasa hizi mtu kukupa hela yake mkononi na kuja kukuamini inakuwa ni vigumu. Labda muweze kuandikishiana au kuna makaratasi ambayo yanawezekana yeye akamfanya akaamini, lakini cha msingi zaidi ambacho Nifa yeye ameongea ni kuhusiana na namna ambavyo baada ya sakata hili la Nicole uaminifu umekuwa unapotea kwa watu mbalimbali pale tu anapotaka kuwekeza kitu kwenye kampuni yako au kikundi chochote kile ambacho wewe umeamua kuanzisha kwa ajili ya kuwakomboa wengine kibiashara. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Nifa amekisema? Acha maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayu TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wewe wa kwanza kupata habari na notification ambazo sisi tunakuwa tunaziweka mle ndani. Cha msingi zaidi usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kuna ukurasa wake wa Instagram anatumia kaa hivyo. Chao.